بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1439, turudi na kuendelea darsa ya risala تجديد الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. na wakumbusha kirudi nyuma kidogo, Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah Ta'ala katika hii risala ametaja asbab, miongoni mwa sababu zinazopelekea kudhoofisha imani ya Muislamu. Akataja kuwa sababu hizi zimegawanyika vigawanyo viwili. Kuna asbab dakhiliya, sababu ambazo ziko katika dhati ya mwanadamu, bimaana ndani ya nafsi yake, na hizo ndizo asbab ambazo tulianza kuzizungumzia katika kikao cha mwisho tulichokaa. Na pia kuna asbab kharijia ambazo hazipo ndani ya dhati ya mwanadamu, zipo nje, lakini ni katika sababu zinazopelekea udhaifu wa imani. Katika asbab dakhilia ambazo tumezigusia katika vikao vilivyopita, aljahlu, tuligusia ujinga, tukaueleza ujinga ukiwa katika dhati ya mwanadamu ni katika miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea watu kuwa na udhaifu katika nini? Katika imani zao. Na leo biidhnillah ta'ala katika zile asbab dhatiya tuendelea sababu ya pili aliyoitaja Sheikh hafidhahullah, qal al-ghaflatu, kughafilika, kuwa na mughafala na kujisahau. فإذا غفل الإنسان عما خلق له ضعف إيمانه. mwanadamu akiwa katika mughafala, akajisahau, akawa katika ghafla kutokamana na malengo ambayo kwa ajili yake ameumbwa, basi imani yake moja kwa moja itadhoofika. والله سبحانه وتعالى ذم الغفلة في كتابه. أن الله سبحانه وتعالى amelisimanga na kulitaja kwa ubaya sana jambo la ghafla, mtu kujisahau kutokamana na kile ambacho kwa ajili yake ameumbwa. Hili jambo amelisimanga katika kitabu chake. وحذر أشد التحذير من سبيل الغافلين. na Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha sana kutokamana na njia za watu wa ghafla, tusizifuate. Akatuonya tusiwe kama wao. وبين ربنا في كتابه أنها صفة الكافرين.
na Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha katika kitabu chake kuwa hii sio sifa ya waislamu bali ni sifa ya makafiri wal billah. فقال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله أكبر. na hakika watu wengi sana wameghafilika na aya zetu. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. kila siku sisi tunapotembea tuzitizama mbingu na ardhi, jua na mwezi, nyota, miti, bahari, mito, majabali. Hizi zote ni aya Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia katika ulimwengu ili watu wapate kuzingatia. Lakini wengi katika watu, wengi sana, wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun, wameghafilika na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama wangelikuwa wazingatia, wangejirudi nafsi zao wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. watu wa dunia namna na kiasi wanachodai kuifahamu hii dunia na teknolojia Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa ilmu kubwa za mambo ya kidunia, Allah subhanahu wa ta'ala awaambia wale walioghafilika na kumsahau Mola wao katika hao watu wa dunia, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, hakuna wanachokijua isipokuwa wanachokijua ni hali ya dhahiri ya maisha ya kidunia peke yake. wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, na wameghafilika na akhira wakaisahau akhira. Na hii ndio hali ya wengi katika watu leo, hasa katika asri hii tunaoishi, ambayo dunia wengi kati yetu sisi imewaghuri na kuwabeba. Wengi katika watu tumekuwa katika ghafla, tumejisahau. Ni kama, na mimi nakusudia zaidi sisi waislamu ambao tufahamu, waweza kumuona mtu afanye vitendo viovu kana kwamba haamini kuwa kuna siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna siku ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila alichokifanya, na maswali yatakuwa mazito siku hiyo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin. Sio wale waliotumilizwa mitume peke yao, hata mitume wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali siku ambayo hata wakweli wataulizwa juu ya ukweli wao, watakuwaje waongo siku hiyo. liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, wakweli wataulizwa juu ya ukweli wao, itakuwaje siku hiyo waongo waovu. Kwa wengi katika watu wamekuwa na ghafla ya kuisahau akhira, na hii imesababisha imani kudhoofika mno. Kila mtu akiwa na mughafala zaidi na akhira, imani yake hudhoofika sana, kiasi cha kuwa yaweza kufikia hata katika mambo aliyofaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyawacha wala kutojali. Kama mtu haswali, wala hilo halimpigi katika moyo wake kuwa ni dhiki na kuna adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni kufuru wal iyadhu billah, hilo halimo kabisa,
bali ukizungumza wewe mambo ya akhira akuona kama kichwa chako si kizima wewe. Wengine wakawadharau wale wanaozungumzia akhira ambao makundi yatakuwa ni mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kila mmoja wetu akae aiulize nafsi yake, je, nafsi wataka kuwa katika kundi lipi, fil janna au fis sa'ir? Kisha iangalie nafsi yako itakapochagua. Ikiwa imechagua janna, basi ujue ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi aljanna. Pepo si sahali, yahitaji amal, yahitaji ikhlas, ufanye bidii katika kujiandaa kwa ajili ya akhira. sallallahu alaihi wasallam. قال حفظه الله: فالغفلة وهي سهو يعتري الإنسان داء خطير يصيب الإنسان ويبعده عن ذكر الله. غفلة ambao ni mtu kujisahau ni jambo linalokuja kwa mwanadamu, ni maradhi ya hatari sana, humpata mwanadamu. ويبعده عن ذكر الله, na humweka mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. وعن امتثال أمر الله, na humweka mbali kutokamana na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. والاطمئنان لطاعة الله سبحانه وتعالى, na pia humweka mbali na kupata utulivu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kutulizana katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hakupatikani kwa mtu ambaye yuko katika ghafla. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya kutokamana na jambo, wala takum minal ghafilin, usiwe katika wale ambao wako katika ghafla kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min al-awqat, nyakati ngapi ambazo katika maisha yetu nyakati hizo zapita hadaran, ovyo ovyo tu, hakuna faida yoyote ndani yake. Aweza kuwa mtu amekaa mahali kimya tu, pengine asubiri muamala katika ofisi, hasa ofisi za kiserikali, watu ni wengi, basi amekaa pale nje asubiri zamu yake. Pia ule wakati aliokaa pale nje ambao hana shughuli yoyote ya kufanya, hawezi kuutikisa mtu ulimi wake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusema subhanallah, astaghfirullah, akamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jilsa moja tu, masahaba wasema walikuwa wakihesabu zaidi ya istighfar 100, kikao kidogo tu, namna alivyokuwa akimtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kipi cha mpungua mwanadamu kwa kuutikisa ulimi wake kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Kipi cha mpungua mwanadamu akiwa atembea mtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna chochote kinachompungua, bali ni ajiri kubwa ipate. Lakini kinachowapelekea wengi wetu kujisahau na jambo hili adhim, al-ghafla, ni mtu kuwa katika ghafla akajisahau. Nasallallahu al-afiyata wassalam. قال حفظه الله تعالى: الإعراض. miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu kudhoofika imani zao, al-i'rad, ni kule kupuuza, kukengeuka na kukataa. mtu apuuza tu. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه
ثم أعرض عنها. نناني ظالم مكبوة kuliko yule anayekumbushwa kwa aya za Mola wake kisha akazikataa na kuzipuuza. Inna minal mujrimina muntaqimun, hakika sisi ni wenye kuchukua kisasi kwa wakosefu waovu. فالإعراض عما أمر الله سبحانه وتعالى به من صفة المجرمين، mtu kukataa na kupuuza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ni katika sifa za watu wakosefu, watu waovu. alladhina yantaqimu Allahu jalla jalaluhu minhum, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala huchukua kisasi kwao na kuadhibu. fala yanbaghi li'abdin 'indama yasma'u kalam Allah أو يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنه، بل الواجب أن يقبل على طاعته وامتثاله واتباعه. haimpasi mja anaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam awe ataipuuza, bali ni wajib juu yake an yuqbila ala ta'atihi wa imtithalihi wa ittiba'ihi, awe ataikabili na kuipokea ile aya au hadithi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kumfuata. وصح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر. يمصيح حديثي وتوقع صحابة أبي واقد الليثي رضي الله عنه، Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mojawapo wa masiku alikuwa katika kikao chake akiwafundisha masahaba, na hili ni jambo ambalo mara nyingi akilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, katika msikiti wake. Mara wakaja watu watatu, فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. wawili wakaja wakakaa kwa Mtume sallallahu pale, mmoja akageuka kaenda zake. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، wale wawili wakasimama pale wakakaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kusomesha. fa amma ahaduhuma, katika wale wawili mmoja wao, faraa furjatan fil halqati fajalasa fiha, aliona nafasi katika halqa ya Mtume sallam akaingia akakaa, na Mtume sallam aendelea kusomesha. wa amma al-akhar fajalasa khalfahu, yule mwingine akakaa nyuma ya masahaba kwa sababu ile nafasi ilikuwa ishachukuliwa tayari. wa amma ath-thalithu fa adbara dhahiban, ama yule watatu akageuka kaenda zake. falamma faragha rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alipomaliza kuwafundisha masahaba wake akasema, ala ukhbirukum 'anil nafari ath-thalatha, je, nisiwapeni habari juu ya hao watu watatu? amma ahaduhum faawa ila Allah faawahu Allah, ama yule wa kwanza mmoja wao yule alikimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akampokelea na kumkubali, akapata mahali pa kujiweka.
wa amma al-akhar fastahya Allah minhu, ile wa pili aliona haya kuondoka, Allah akamwonea haya akamsamehe. wa amma al-akhar fa'arada Allahu anhu, ama yule watatu alipuuza na Allah subhanahu wa ta'ala akampuuza. Tizama namna ilivyokuwa, kwa sababu ya kupuuza. Yule aliondoka sio kuwa eti ana shughuli zake, la, aliondoka kwa kuwa aliyapuuza yale aliyokuwa akiyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio ilivyokuwa hali ya hao watu watatu. Kwa jambo la kupuuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupuuza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea udhaifu wa imani. Kadhalika katika asbab zinazopelekea udhaifu wa iman, an-nisyan, mja kusahau, kujisahau. Mtu aweza kusema lakini si maumbile ya mwanadamu usahau. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فإذا نسي العبد ما أمر به ضعف إيمانه. anaposahau mja yale maamrishwa aliyoamrishwa ayafuate na kuyafanya, imani yake hudhoofika. Wanisyanu naw'an, na kusahau kumegawanyika vigawanyo viwili. Nisyanun la yu'dharu fihi al-insan, kuna kusahau ambako hapewi udhuru mwanadamu, hana udhuru katika hilo. Wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu, nako ni kule kusahau ambako asli yake ni kwa kukusudia, akusudia swa. Wa min hadha an-naw', katika aina hii kauli Allah subhanahu wa ta'ala: wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum. Allah subhanahu wa ta'ala atoa tahadhari hapa kutuonya, wala msiwe mfano wa wale waliomsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi Allah wakusauliwa? Yani mwanadamu aweza kukaa akamsahau Mola wake aliyemuumba, ambaye kila wakati neema ampa moja baada ya nyingine zafuatana. Hakumbuki kuwa kuna yule aliyemuumba na kumneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amemsahau Mola wake. Sahau kabisa. Faansahum anfusahum, na Allah akawasahaulisha mpaka nafsi zao, wakawa hawajielewi. Kusahau huku hakusamehewi, sababu ni kwa kukusudia. Wa naw'un yu'dharu fihi al-insan, na kuna aina nyingine ya kusahau ambayo mwanadamu apewa udhuru. Wa huwa ma lam yakun an ta'ammud minhu, nako ni kule kusahau ambako hakutokamani na kukusudia kutoka kwa yule mwanadamu. Kama fi qawlihi ta'ala: rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, ewe Mola wetu usituchukulie tukisahau au tukikosea, kwa sababu tukukusudia. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى قال: فعلت. imethubutu katika hadithi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amesema kuwa hilo nishalifanya, kuwa nimewasamehe kwa jambo ambalo mmelisahau bila kukusudia. Lakini wale wa aina ya kwanza wamekusudia kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wal billah. Na Allah hana haja na viumbe wake, wao ndio wanaomhitaji. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nyinyi ndio wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah hana haja na nyinyi. Kwa tumesoma miongoni mwa sababu zinazopelekea kudhoofika kwa iman: al-ghafla wal-i'rad wan-nisyan. باذن الله تعالى
kile kilichobakia katika asbab zinazopelekea kudhoofika kwa iman katika sababu dakhilia zilizoko katika nafsi ya mwanadamu, tutakuja kumalizia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. naktafi bihadha alqadr wallahu taala a'lam. subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fik.